Uislamu inakuletea mwangaza wa dini yako. Allah subhanahu wa ta'ala ni mmoja, anamshirika Muhammad mtoto wa Abdullah ni mja wake pia mtume wake. Islamu hapa mnapoona tuko na ndugu yetu ambaye ni Dr. Suleiman, amekaa muda mrefu South Africa. Tulikuwa naye katika kundi la dawa hapo kabla, tuko vijana wadogo sana, tukawa katika dawa tumekaa umri mrefu, lakini watu wengi waliweza kutapakaa katika mgongo wa ardhi. Kuna waliokwenda Saudia, kuna waliokwenda Egypt, kuna waliokwenda South Africa, na yeye ni mmoja katika waliopata bahati ya kwenda South Africa. Alilingania mpaka siku ya leo kingali kwenye uwanja wa dawa, walillahi alhamdu wal minna. Na kama kawaida darasa ni kitabu Kifayatul Mutaabid wa Tuhfatul Mutazahid, kitabu ambacho Sheikh Dr. Ustadh Dr. Abdurrazak Badri alikisharisha chapa Mundhir. Kwa hiyo Waislamu ikawa ni vyema tushirikiane naye, ni ndugu zetu, ni rafiki zetu, ni wenzetu katika dawa. Kwa hiyo ikawa tumeona tukamwomba tushirikiane naye siku ya leo na hata siku zingine anakaribishwa. Leo tuko hapa Masjid Jami na tunasoma hichi kitabu, na kesho tutakuwa na kitabu Al-Muwatta cha Imam Malik. Kisha siku ya Jumapili tutakuwa tuko barabara 19 na kitabu kipya mpaka sasa sijakipanga, ama tulishamaliza kitabu Ahkamu Janais, hukumu za jeneza. Siku ya pili tutakuwa tuko barabara ya 17 Masjidur Rahman pale na kitabu Al-Fiqh Al-Muyassar. Siku ya tatu inakuwa Sharhu As-Sunnah ya Imam Al-Barbahari. Hivyo ndivyo utaratibu ulivyo. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, na kuombeni kuhudhuria, na pia namuomba ndugu yangu katika kila darasa tuwe naye inshallah, maana nilifika mkoa kule South Africa wakanionyesha njia za kidunia na za kidini pia. Walillahi alhamdu wal minna, Mwenyezi Mungu awahifadhi na awalinde. Kwa hiyo Waislamu, leo mnajua tulikuwa tunataka kuanza babu rabi, mlango wa 4 katika babu dua wa dhikri, mlango wa dua na dhikri. Mlango wa dua na dhikri. Kila dua ni dhikri, lakini sio kila dhikri ni dua. Unanifuata vizuri? Kila dua ni dhikri, lakini sio kila dhikri ni dua. Mtu unaweza kaomba ukafanya dhikri subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Hapa nadhani mnaona kuwa ni dhikri, unamtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini dua ni dua na ni dhikri. Ni dua na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Nuh alayhi salam lamma hadaratu wafa, wakati kifo kinamnyemelea, alimuhusia mwanae mambo mawili, akamwambia ya bunayya taja, ukumbuke mambo mawili, udhkurullah, unamtaja Allah sana na ukumbuke, wadhkuri mauta, na unakumbuka kifo. Kisha akamwambia na usahau mambo mawili, usahau kuwa ulimfanyia mtu mema na kuwa mtu alimfanyia mabaya, akamwambia utaishi tena. Kwa hiyo Waislamu, aya ya kwanza hapa kabla sijamkabidhi ndugu yangu, ya alladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira, enyi mlioamini Allah kumbukeni au mtajeni vyote inajuzu, na mkumbuke kuwa regle ya kutafsiri Qur'ani. Neno la Qur'ani lolote likipelekea kufasirika kwenye maana moja, likiwa linapelekea kufasirika kwenye maana moja, idha ihtamalat al-ayatu ala al-ma'nayn wala munafata bainahuma, hizo maana mbili hazikupingana, wala murajjih alina hadithima, na hizo maana mbili hakuna yoyote inazidi nguvu nyingine, jaza hamdul ayati ala al-ma'nayn au akthar, inajuzu kufasiri hiyo aya kwa maana mbili au zaidi. Mwenyezi Mungu alisema mtajeni, na akasema mkumbukeni. Kila anayemtaja Allah atakuwa amefanya nini? Atakuwa amemkumbuka. Ya lazina amanu nidamu karama, ndio anaita la ilaha illa, ili mlioamini Allah. Kuna watu wanamtaja Allah kwa huyo wakati wana makosa wanafanya, sio amefanya makosa na mtaja Allah.
Sawa, madama amemkumbuka na amemtaja Allah, amevaa ile alama ya imani ya lazina amanu. Udhkurullah, kumbukeni na mtaje Allah subhanahu wa ta'ala dhikran kathira, zaidi sana. Hili ni jambo alilitaka Allah subhanahu wa ta'ala, na wakasema wenye kusema kuwa kila kikao ambacho anatajwa Mwenyezi Mungu, wa fihi hikmatun tushar wa sunnatun tuhya, na kuna hikma ambayo inazagazwa na sunna zikawa zimefundishwa. Hicho kikao ya umul fudala, watu wenye busara, watu wenye nafasi zao wanakilenga na wanakikuzuia. Kisha wakasema fakama anna Allah la ahada mithla, kama jinsi Mwenyezi Mungu hakuna yeyote anamfanana, fakadhalika la majlisa abadan, kama jinsi Allah fihi yuzkar. Hivyo hakuna kikao ambacho kitakuja kufanana na kikao ambacho anatajwa Allah subhanahu wa ta'ala. Waislamu, Mwenyezi Mungu akasema katika aya nyingine, wadhakirina Allaha kathiran wadhakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Walimtaja Allah subhanahu wa ta'ala sana, na wakiwa hawa ni wanamume na pia wakiwa wanawake, Mwenyezi Mungu anasema a'adda, amewaandalia hawa watu, amewaandalia maghfira, msamaha, wa ajran 'azima, na ujira. Kuna msamaha na ujira, kuna msamaha na ujira. Lakini tu ningekukumbusha Islam, kila ambaye anayekusamehe amekupa ujira. Kila ambaye anayekusamehe amekupa ujira. Mfano, mtu anaweza kukufanyia kosa ukamsamehe, na ile kitu kumsamehe dunia hii, alafu akhira usisamehe. Na mimi nishakata tamaa kwa watu ambao tutakwenda akhira hivi, lakini duniani nimewambia sio wafanye kitu, na watu hawa sio wafanye kitu kwa sababu wanafanya kwa kusudi. Mwanzo nilijua ni kuteleza, lakini nimegundua kuwa ni kusudi, anajua chini yuko anafanya. Msikani kila siku kwa elfu 50 ndio ufanye maajabu duniani. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, kwa hiyo kila anayekupa msamaha amekupa ujira. Kila ambaye amekusamehe amekupa ujira. Lakini sio kila anayekupa ujira akamlipa. Mtu anaweza ukakosea akakwambia chukua mshahara wako na uende kwenu. Si nzuri. Na sio, lakini akisema mimi nakusamehe, endelea na kazi, lakini huyu mshahara utopata, amekupa ujira na chance nyingine ya kuweza kupata mshahara mustakbala. Unaelewa hapo vizuri? Mwenyezi Mungu amesema maghfiratan wa ajran 'azima. Mwenyezi Mungu akawa amemaanisha fadhikru min ajalli al-amali wa a'zami al-qurbati wa ahabwa. Waislamu, kumtaja Allah na kumkumbuka ni katika matendo mazuri na makubwa wa kujikurubisha kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Kuwa karibu na Mwenyezi Mungu ni kitu, kuwa karibu na Mwenyezi Mungu ni kitu, na ni ibada kubwa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema, jamani, mnajua ibada ambayo mkifanya mtakuwa karibu na mimi mwenyewe? Akasema ahasinu wa inna aqrabakum minni manzilan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Wale ambao watakuwa karibu na mimi siku ya kiyama ni wale ambao wana tabia njema. Waislamu watukufu, kawa amezungumza hilo neno, kisha akasema man dhikrillahi wa man dhakara Allah, atakayemtaja Mwenyezi Mungu dhakarahu, na pia Mungu atamtaja. Ni akhdhu wa ta, ukimtaja Allah na yeye atamtaja. Mfano, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema mtu akimsalia mtume, akimsalia yeye, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anamtaja tena, na anataja kwa wingi wake. Ina maana hakuna wema utamfanyia mzazi, hasa baba yako, kama kumsalia mtume, kwa sababu Mwenyezi Mungu anamtaja, qala ibn fulani, mtoto fulani alifanya amemswalia mtume, na Mwenyezi Mungu anamtaja. Kwa hiyo huyu ni wema wa kuwatendea wazazi wetu, na mnajua kuwa wema wa wazazi ukatiki bimauti, kwa kufa kwao unaendelea. Waislamu, kisha mtunzi wa kitabu akawa ametoa aya fadhkuruni azkuruni, nikumbukeni nitakumbukeni, nitajeni nikutajeni. Amesema hivyo Allah subhanahu wa ta'ala, fadhkuruni azkuruni, nitajeni nikutajeni, nikumbukeni nikumbukeni. Nadhani maana zote zinakubali. Regle ya tafsiri ya Qur'ani nimeitoa, mnisikia. Waislamu, wa in dhakara, wanasema fi alhadith alqudsi, katika hadithi alqudsi. Hadithi alqudsi
ni maneno ya Mwenyezi Mungu yaliyopita kwa mtume. Hapa katikati hakuna wasita, hakuna mediator. Nasikia vizuri. Lakini Qur'ani ni maneno ya Mungu yalipita kwa Jibril yakaenda kwa Muhammad. Nadhani nimepata hiyo. Sawa? Na hadithi ya mtume ni wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu aliyomwezesha mtume moja kwa moja bila yeye kusema. Umeelewa vizuri? Ni ufunuo Mwenyezi Mungu alimpa mtume au tamki bila yeye kutamka. Lakini hadithi ni yale maneno. Njia ilipita, njia ni tofauti na njia ya Qur'an. Umeelewa wala la? Kwa hiyo Qur'ani ina wasita. Hapa katikati kuna wasita anzalahu Allah biwasita khayri malakin ala khayri nabii. Mwenyezi Mungu aliteremsha kupitia Jibril kwa mtume bora, kwa mtume bora sallallahu alayhi wasallam. Kisha hadithi al-Qudsi ndio hii. Anasema qala Allah ta'ala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fima rawahu an rabbi. Inajuzu kusema au qala Allah ta'ala an Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Anasema fa in dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi. Mtu akitaja yeye mwenyewe akanikumbuka mwenyewe katika nafsi yake na mimi nakumbuka hivyo hivyo. Na akinitaja wa in dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in. Akinitaja mbele ya watu namtaja mbele ya viumbe, yani mbele ya viumbe na anakutaja mbele ya viumbe. Nasikika vizuri kwa sababu hata huko mbinguni kuna viumbe, malaika wako huko mbinguni, malaika wako huko mbinguni. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema katika hadithi al-Qudsi khayrun minhu, na nataja khair. Kalimatu khair ni ismu tafdhil, ni ismu tafdhil. Kuna siku tutakuja kuzungumzia hizi amza yake ilitokaga na nini. Ni ismu tafdhil, yani namtaja zaidi ya jinsi yeye afanye alimtaja. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, hizi ni khairi ambazo zipo. Mtaja Mwenyezi Mungu atakutaja, tena atakutaja zaidi ya jinsi ulifanya. Wakafa bihadha dilalatun ala sharafi dhikri wa adhimi manzilati. Yatosha kuonesha kuwa hili jambo ni utukufu mkubwa, yani jambo la kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, utukufu mkubwa wa adhimi manzilati, na lina nafasi kubwa, lina nafasi kubwa. Waislamu akasema mtunzi wa kitabu amma dua fa huwa su'alullah. Dua ni kumuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, unamuomba waliltijau ilayhi, kukimbilia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Waislamu, hata mtu afanye makosa ya kufika mbinguni, mwisho yuko mrudi kwa Mungu. Chochote kilikuwa asili msikiti konefu ule ambaye alikuwa anakwenda hija katika waliotangulia, yani akienda hija akisema labbaik Allahumma labbaik, na nasikia sauti inasema la labbaik wala sa'daik. Hakuna labbaik hapa, hakuna hija. Una 40 aman miaka 40 kwa anasema hayo maneno, yurada na anajibu Uislamu bitia tukwambia hapa umesha miaka 40 huko anakujibu hakuna hija, hakuna hija au yaji, akamwambia haina mafaa, haina mafaa. Ndo nende wapi sasa? Nikimbilia. Nende wapi na nikimbilia? Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, haya yote ni dalili ya kuwa mwanzo na mwisho ni wapi? Mwanzo na mwisho ni kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati anazungumzia habari za haki za wazazi, wasaina insana biwalidayhi hamalatu wa ana la wali wa fiswaluhu fi amaini anishkurni wa liwalidayka, akasema ilayya al-masir. Haya maneno haya ni maneno yana ufasaha mkubwa sana. Hakusemaga al-masiru ilayhi, hakusemaga, alisema ilayya al-masir, yani marejeo ni kwangu. Lakini hakusema alisema kwangu ndo marejeo, hakusema marejeo ni kwangu. Haya maneno kuna tofauti kubwa sana. Alisema kwangu ndo marejeo, lakini hakusema marejeo ni kwangu. Nani anaweza kuelewa haya maneno? Ukisema kuwa marejeo ni kwangu, unaweza ukapita pita fasi, ukapita pita mwisho sikuja. Lakini ukisema kwangu ndo marejeo, ina maana mwanzo na mwisho ni hapa. Na hapa watu wa lugha wakasema qaddama al-khabar ala al-mubtada wa qaddama al-musnad ala al-musnad ilayhi wa qaddama al-mahmul ala al-mawdu' bi lughati al-manatiqati aw al-nuhati aw al-balaghi hatta yadkhul al-khawf fi al-qulub min al-khiyana.
Mwenyezi Mungu wakati alitumia hiyo alitanguliza vitu katika misingi ya lugha ya Kiarabu. Khabar kawaida inachelewa, lakini alitanguliza ilayhi al-masir jar wa majrur fi mahall khabar muqaddam wal masir mubtada muakhar. Misingi ya lugha ya Kiarabu. Haya yote aliyatanguliza Mwenyezi Mungu ili hatta yadkhul al-khawf fi qulubi al-mu'minin, ili nafsi ijawe na hofu, isifanye khiana katika nini, katika kuitakidi na kujenga imani sahihi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mimi sitachukua muda mrefu, maana darasa letu mashaallah leo Mwenyezi Mungu alijalia pamekuja watu wawili wakubwa, na watu wawili, mmoja nilikuwa simuone kwa darasa ya Ramadhani karibu wa Babeli, na mimi nishuke nyote muweze kutoa hata kalima moja au mbili. Fadhali ya Ramadhani. Une tulikuwa naye Madina, niliwaambieni kila mtu alichukua njia yake. Tulikuwa naye Madina, yakachukua njia iliko Holland kwa muda mrefu, na mimi nikachukua njia ya kurudi huko kwetu. Na mimi nipa kweli kwa watu ambao wanajua alhamdulillah rabbil alamin, na wanataka nitoke na itakuwa ngumu kwa karibuni. Kwa hiyo namwanza Dr. Suleiman kisha Ramadhani. Tafadhali njoo huko mbele. Bismillah wa kafa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.